Mheshimiwa Ndaisaba George Ruhoro, atafuatiwa Mheshimiwa Anna Richard Lupembe. Mheshimiwa Josephine Johnson Gezabuke ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba ya Wizara ya Kilimo. Kwanza nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, rais mwenye upendo, mama wa kipekee ambaye ameonyesha nia yake ya dhati kabisa kumkomboa mkulima wa Tanzania. Tulipoona mara ya kwanza tu Daktari Samia Suluhu Hassan amepandisha bajeti ya kilimo kutoka bilioni 297 kwenda trilioni 1.2, tuligundua Rais Samia ameamua. Maamuzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuongeza bajeti kwenye kilimo yamepeleka tabasamu kubwa kwa Watanzania, kwa wakulima wa nchi hii. Rais Samia alitufurahisha wakulima alipopeleka askari wawili wa mwamvuli ambao ni Hussein Bashe na ndugu yangu Sirinde, mlipotumwa kwenda kama frontline foot soldiers kwenda kutatua obstacles zilizoko kwenye kilimo, na hakika mumejua kuwafurahisha Watanzania. Mathalani wananchi wangu wa Ngara na wale wa mkoa wa Kagera mumegusa penyewe, Mheshimiwa Bashe na Mheshimiwa Sirinde. Tunawashukuru sana kwa kuongeza bei ya kahawa. Mwaka 2021 kahawa ya maganda kwa kilo moja ya Robusta iliuzwa shilingi 1200. Msimu huu ulioisha kilo moja tumeuza shilingi 6700. Haya ni mapinduzi makubwa kabisa kwenye kilimo. Tunawapongeza sana Bashe na mwenzako na watumishi wote wa Wizara ya Kilimo kwa kazi nzuri mlioifanya. Aidha, tunawapongeza kwa mageuzi makubwa mlioyafanya kwenye zao hili la kahawa. Kwanza, kubadilisha mfumo wa kuuza kahawa kutoka kununua kiholela holela kupitia vyama vya ushirika na kahawa kuanza kuuzwa minadani. Hapa mliupiga mwingi. Mwenye kisu kikali ndiye anayekula nyama. Minada mliotuletea baada ya kuwa tumeleta maombi imemwezesha mkulima kuuza kahawa yake kwa mtu mwenye pesa nyingi ambaye anakuwa ameleta bidii kubwa. Hongereni sana Bashe kwa kazi nzuri mnayoifanya. Lakini tunawashukuru kwa kuondoa tozo zaidi ya 49 ambazo zilikuwa zinamuumiza mkulima na kubakisha tozo 7 ambazo tozo hizo sasa anatozwa mfanyabiashara wa kahawa na sio mkulima. Hii imetoa nafuu kubwa sana kwa wakulima wa kahawa. Asanteni sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Sasa nielekeze mchango wangu kwenye baadhi ya vitu muhimu ambavyo wizara imewahi kuahidi na inatakiwa ivifanye. Hapo nyuma nimekuwa nikiomba wizara itusaidie kumleta NFRA afanye price stabilization kwenye zao la mahindi ndani ya wilaya ya Ngara na mkoa wa Kagera. Mumetuahidi kwamba mwezi wa 5 wa 6 huu NFRA walitakiwa kuwa Ngara. Unfortunately hatujawaona. Ni ombi langu kwako Mheshimiwa Hussein Bashe na wenzako, mtusaidie jambo hili liweze kutimia, price stabilization ifanyike, wakulima waache kuuza mahindi kwa bei ndogo. Nimeona mpango mzuri sana wa Wizara ya Kilimo kuhakikisha inaanzisha irrigation scheme kubwa. Skimu hizi zitaweza kusevu mashamba makubwa ya kahawa na mazao mengine maeneo mbalimbali nchini. Lakini kumbukeni, changamoto kubwa ya wakulima ipo kwa wakulima wadogo wadogo na wakulima wakati wanaovuna kuanzia tani 10 mpaka tani 100. Naomba nilete ombi kwako Mheshimiwa Bashe. Njoo na ubunifu wa ruzuku ya kuwezesha kutengeneza miundombinu ya umwagiliaji kwa wakulima wa kahawa wanaozalisha tani 10 mpaka tani 100 kwa msimu. Changamoto wakulima wa kahawa kwa sasa ni sisimizi wanaokula mizizi ya kahawa nyakati za kiangazi wakitafuta maji, na ndicho chanzo cha kahawa nchini kukauka na kupunguza uzalishaji. Bila kuwapa irrigation, mini irrigation scheme, mashamba yataendelea kukauka. Ninaomba sambamba na kugawa mbegu ya ruzuku, wakulima wanaozalisha vizuri waweze kusaidiwa katika eneo hili. Najua hiyo ni kengele ya kwanza na najitahidi kwenda na muda wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mathalani kwenye upande wa miche ya kahawa, wizara kupanga kugawa miche milioni 20 ya kahawa katika msimu huu. Mahitaji ya Wanangara ni miche milioni 10 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Wanaomba wananchi wa Ngara, pale tulipoweka vitaru vya miche ya kahawa, pembeni yake tuweke na vitaru vya miche ya parachichi. Wanapochukua miche ya kahawa, wachukue na ya parachichi. Anapomaliza kuuza kahawa, anapotumia fedha kabla haijaisha, parachichi hiyo imekomaa na aanze kuuza na aendelee kupata pesa. Tunaomba utusaidie miundombinu iliyowekwa kwa ajili ya kuotesha miche ya kahawa kwenye viriba, kwenye vitaru, hiyo itumike kuotesha miche ya parachichi pembeni, kando ya vitaru vya miche ya kahawa. Tutapiga njiwa wawili kwa jiwe moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna masoko ya kimkakati ambayo wizara hiki inayajenga maeneo mbalimbali nchini kiwepo Ngara. Nimeona ukurasa wa 107 wa hotuba ya Mheshimiwa Bashe iliyojaa matumaini kwa Watanzania. Imeonyesha kwamba lile soko la Kabanga limefika 50%. Sitaki kubishana na zile takwimu. Mkuu wa wilaya ya Ngara amekwenda kutembelea pale, amekuta mambo sio mazuri sana. Najaribu kutumia lugha nzuri. Kamati ya siasa imeenda wiki iliyopita, imekuta kazi sio nzuri sana. Mheshimiwa Bashe, nimeanza kusema wewe ni frontline foot soldier ambaye umeondoa obstacles nyingi kwenye wizara ya kilimo. Hili haliwezi kukushinda. Naomba nikuombe utusaidie kufuatilia masoko haya, kwa sababu wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wanashindwa kufuatilia vizuri kutokana na setup na usimamizi unaotoka wizarani moja kwa moja kwenda kule. Naomba utusaidie eneo hili ili masoko haya yaweze kukamilika kabisa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza Bashe kwa kazi nzuri. Hotuba yake imejaa matumaini makubwa kwa Watanzania. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Ana Richard Lupembe atafuatiwa